suluhisho la wakati ule. Kumbuka kwamba ilibuniwa kama tija ya maandamano ya Gen Z. Pragmatic solution, maana suluhisho ambalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa baad. Watazamaji wapendwa, karibuni katika channel yetu ya Mimbari ya Umma. Leo tuko naye mchanganuzi wa masala ya kisiasa, ndugu yetu Shaaban Mwalimu. Ndugu yetu Shaaban, twaomba kujua taswira yako kuhusu utendaji kazi wa serikali kutokea kubuniwa kwa broad based government mpaka wa leo. Muktadha wa mtazamo wako uko vipi? Kwanza nikushukuru ndugu yangu kwa kunikaribisha katika mazungumzo haya ni nyeti. Ukiangalia serikali ya broad based government ni serikali ambayo ilibuniwa kama suluhisho la wakati ule. Kumbuka kwamba ilibuniwa kama tija ya maandamano ya Gen Z. Kwa kisiasa tunasema ile serikali ya broad based government ilikuwa ni serikali ya suluhisho la tunasema pragmatic solution, maana suluhisho ambalo linaendana sambamba na ile hali iliyokuwa imeibuka, lakini asili utakuta haiko katika manifesto ya UDA kwamba labda watakuja ilikuwa wabuni serikali ya muungano, au labda manifesto ya ODM kwamba ati baadaye walisema kwamba watakuja kuungana na serikali wawe pamoja. Kwa hivyo ilikuwa ni suluhisho limeibuka kwa sababu kulingana na hali ambayo ilikuweko, hali ya Gen Z. Kwa hivyo hapa kuna umuhimu kwamba tujue ama mfumo wa kidemokrasia ni mfumo ambao hauko imara. Ni mfumo ambao unakwenda na matukio. Kwa hivyo hata wanasiasa wake hawana misimamo ya kudumu. Utakuta vyama vyao viko tayari kuweza compromise. Kwa maana kwamba hata ile misimamo yao wanaozungumza ambao bila shaka vyama lazima viwe na misimamo ya kudumu. Kwa mfano ukiangalia katika mataifa ya Ulaya, hasa Uingereza ama Marekani, utakuta vyama vinadumu, vina manifesto ya kudumu, mfano kama Conservatives na Labour Party Uingereza. Siku zote huwezi kuona kwamba Conservative na Labour Party wanaweza kuungana. Hivyo wanaungana kweli, lakini si sana kama tunavyoona katika mataifa yetu ya Afrika. Hivi vyama vina ideolojia kinzani na kila mmoja anavuta upande wake. Marekani vile vile Democrats na Republican ni vyama ambavyo vina manifesto ya kudumu na vina ideolojia ya kudumu. Kwetu huku mara nyingi mambo hayo hutokea kwa sababu wanasiasa yani hawana ile ni uhuru nasema ama ni uwazi wa vyama vyao. Hivi vyama ni kama vyambo tu vya kisiasa na miungano tu ya kisiasa vinavyolenga tu kufikia katika maslahi ya kisiasa. Kwa hiyo utakuta ni rahisi sana kwa compromised. Ndio tukakuta kwamba UDA ikaungana na ODM, na ukumbuke nyuma hawa walijifanya kama ni wapinzani baina yao, lakini mwisho wakaungana, kwa sababu katika mataifa yetu ya Afrika kama Kenya muhimu zaidi kinachoangaliwa ni siasa kama njia ya kufikia katika resource na kujishibisha matumbo yako. Kwa hivyo hakuna manifesto wala hakuna ideolojia. Hili ni la kwanza. La pili, lakini tukienda kwa ndani zaidi, ni moja katika danganya toto za demokrasia kuonyesha kwamba kuna suluhisho zipo. Lakini demokrasia ina matatizo ya kujipa ile tusema lifeline. Lifeline kwa maana ikipata matatizo hujigeuza kwa sura nyingine ili watu wawe na matumaini kwamba watasonga mbele. Lakini in reality hii ni matatizo ya kuonyesha kwamba hapa kunahitaji kupigwa darubini ideolojia. Kwamba kwa nini tunaishi katika ideolojia ya guesswork? Yani majaribio, trial na nini. Kwa hiyo nadhani hisia na ufahamu uelekezwe kuipiga darubini demokrasia kwamba si siasa ambayo ina suluhisho za kudumu, bali ni suluhisho zake zinapelekwa kwa mujibu wa wanasiasa, na wanasiasa ndio uathiri siasa na maslahi, na hakuna cha kudumu katika hizi siasa, wala hadui wa kudumu wala rafiki wa kudumu. Naam, sasa hivi tuelekea katika uchaguzi, na nipi ni mtazamo wako kwa Wakenya, nipi mtazamo wako kwa siasa yenyewe jinsi ilivyo?
Katika siasa ya Kenya, katika swala la uchaguzi unakuwa ni siku zote tuko katika tense situation, yani hali ya taharuki. Kwa sababu gani? Kwa sababu mantiki ya siasa ya Kenya inapelekwa na ukabila. Na hii inaitwa ethnic cleavage, manake unataka kupata nguvu kupitia namba za ukabila. Ukiweka siasa kwa msingi huu unahatarisha ile jamii, kwa sababu itabidi jamii yangu ina nguvu, nitaisema kwamba hii jamii inatishiwa na jamii nyingine. Kwa hivyo siku zote unazusha ile Waingereza sema hostility, yani uadui baina ya kabila moja kabila jingine. Na hili ni hatari, kwa sababu itabidi wanasiasa ulitumia kama kadi yao ya kisiasa kuchezea hisia za watu, kwamba watu wetu nyinyi wamejikenda, kwa mfano mmedhulumiwa siku zote, kwa hivyo tusimame dhidi ya kabila fulani. Ama Wakikuyu wataona kwamba sisi tumetwezwa katika serikali hii na sisi tuna nafasi kubwa, kwa hivyo lazima tuungane kama Wakikuyu dhidi ya kabila fulani. Kwa hivyo unaifanya ile serikali ama nchi katika mood ya tension kila wakati. Kwa hiyo hali kama hii inaelekea wazi kwamba wanasiasa wa kidemokrasia hawaamini hata zile manifesto zao ama idea zao, bali wao wanachopelekwa ni kwamba ni maslahi peke yake. Na ukijalia siasa kuwa ni maslahi ya watu binafsi, ndio inakuja ile the end justifies the means, kwamba lengo ndio linahalalisha nje yote. Kwa hivyo inabidi mwanasiasa atumie karata ya ukabila au karata ya udini wakati mwingine, au karata ya utabaka, na ataweza kuzungumza matatizo mengi, aseme nyinyi wamejikenda mmeonewa, lakini hawaangalii chanzo halisi cha kuonewa. Na je, hizi dhuluma zinafanyika ni kwa sababu ya kabila fulani ama nini? Ni mfumo wenyewe unakuza classism, yani ile utabaka, na wanasiasa ufaidika na mambo kama haya, kwa sababu kura za mataifa mengi ya Afrika huko hazipigwi kwa kuangalia je, hiki chama kina manifesto gani, je kuna tatizo gani msingi tatatuliwa, bali kinapigwa kwamba huyu ni mtu wetu. Kwa hivyo hali kama hii utakuta uchaguzi kama utakofanyika wa 2027 hauna tofauti na chaguzi zilizopita. Lakini pia kuna ile tunasema kisiasa state incumbency. Si rahisi katika rais aliyoko mamlakani kung'atua katika siasa. Kwa sababu mfumo wa uchaguzi katika siasa hizi ni kwamba pia zile taasisi zenyewe pia haziko huru katika maamuzi, na ndio utakuta kuna makelele yanapigwa hivi sasa kwa wanasiasa wa upinzani kwamba labda kuna watu wanasema uchaguzi utaibiwa kura na nini, mambo kama haya. Hii inaelekea wazi kwamba watu wana hofu kwamba yule aliyoko mamlakani, na si huyu tu wa sasa, bali yule aliyoko mamlakani kumng'oa kwa kushawishi watu ni ngumu, bali kwa sababu anazo nyenzo ataweza kuzitumia, kwa sababu kuna conflict of interest. Katika mfumo wa kibepari utakuta ile asasi yule boss wa IBC kwa mfano, au wa tume ya uchaguzi, mara nyingi inakuwa yeye anasikiza sana upande wa serikali, kwa sababu ndiye boss wake. Hata kama kuna mchakato kwamba iko huru ile tume, lakini kihakika yule boss anayekulipa mshahara atakuathiri. Inaitwa conflict of interest, jambo ambalo kihakika chaguzi zinasimamiwa na watu, na watu hawa na conflict of interest. Kwa hivyo chaguzi mara nyingi zinakumbwa na balaa kama hizi. Umuhimu tu ni kuelewa kwamba wananchi ama raia wasiweze kugawanywa na wanasiasa, bali wana haki wao kama raia kusoma huu mfumo kwa kina na kuelewa tatizo liko wapi kimsingi. Na ndio maana mimi binafsi ukiniuliza, nadhani ni nafasi nzuri pia Waislamu kuangalia siasa ya Kiislamu inakuwa vipi, utofauti wa siasa ya Kiislamu na hata uchaguzi wa Kiislamu kwa mfano, na tueleze watu kwamba sisi tuna mfumo ambao unamiliki, una siasa, una uchumi na nini. Nafikiri wakati mzuri huu kueleza pia ile political framework ya Uislamu inakuwa vipi, ili umma ifahamu na ulimwengu kwa jumla ifahamu kwamba Uislamu ni dini ambayo ina mikakati yake ya kisiasa, na hatuwezi kuwa na balaa kama hizi, kwa sababu siasa katika Uislamu si swala mimi nipate nini. Siasa ya Kiislamu ni kuhakikisha kwamba napata uongozi, lakini nifikishe rasilimali kwa nani? Kwa raia wote. Shukran wa sallallahu akatak. Ndugu wapendwa watazamaji, tukushaurieni na tukuhusieni mfuatilizie na kufanya kazi mazungumzo haya ambao ni majibu kwa maswali yenu. Kadhalika msisahau kushare, kulike na kucomment katika channel hii ya Mimbari ya Umma. Shukran.